Ya kuhudhuria tukio la uzinduzi wa huduma ya CT scan na huduma ya uchujaji wa figo kwa maana ya dialysis. Nimekuja hapa kumwakilisha Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ambaye amekwenda kwenye majukumu mengine. Nimeshuhudia uwekezaji mkubwa uliowekwa hapa, takriban bilioni 10 zimewekeza hapa ambapo wanatoa huduma za afya. Huduma hizi zilianza mwaka 1923 na leo sasa ni miaka mitatu. Mwaka 2023 leo ni miaka mitatu sasa wakitoa huduma. Kwa hiyo wametimiza miaka mitatu na wameanza utoaji wa huduma wa kusafisha uchujaji wa damu kwa maana ya dialysis na CT scan. Wanapata wagonjwa 300 mpaka 400 kwa siku. Kwa hiyo ni huduma kubwa sana wanafanya hapa Kigamboni. Wameajiri watumishi zaidi ya 156 na hawa watumishi pamoja na uongozi wote unatoa huduma bora. Tumeona wagonjwa wakitoa shuhuda kwamba wamehudumiwa hapa na wamepata huduma bora. Lakini mkurugenzi ameonyesha moyo wa dhati kabisa wa kuwasomesha watumishi ili waweze kuendelea kubaki hapa. Huo ni moyo wa kipekee, manake mara nyingi serikali inasomesha alafu watu wanaenda kufanya kazi sehemu zingine, lakini mkurugenzi wa hapa ameonyesha moyo wa dhati kwamba anawasomesha watumishi na wanaendelea kufanya kazi hapa. Kwa nitoe wito kwa wananchi wote wanaoishi hapa Kigamboni kwamba sasa hospitali yetu ya EM inatoa huduma za uchujaji, usafishaji wa damu kwa maana ya dialysis na kipimo cha CT scan. Ukishakuwa na kipimo cha CT scan maana yake ni nini? Maana yake umeboresha uchunguzi. Ukishaboresha uchunguzi maana yake utagundua magonjwa vizuri. Kwa hiyo ndio dialysis. Lakini tumejionea kwamba magonjwa yasiyoambukiza sasa yanaibukia kuwa tatizo kubwa. Hapo zamani tulizoea magonjwa yanayoambukiza yakiongoza kuwa katika magonjwa 10 yanayotokea hospitalini. Lakini kwa sasa magonjwa yasiyoambukiza ndio yamekuwa vinara, kwa maana ya presha iliyo juu, sukari, magonjwa ya moyo, saratani na mengineyo. Kwa nichukue wito kwa Watanzania kwamba sasa ni muda sahihi wa kuzijua namba zetu. Kuzijua namba zetu kwa maana kwamba tujue vipimo sahihi vya miili yetu, kwa maana kuanzia na blood pressure, sukari yako, mafuta yako ya mwili, cholesterol, sumu yako ya figo, creatinine ya urea, uzito wako, urefu wako, ili uweze kujua pale mabadiliko kwenye mwili yanapotokea, basi uweze kuchukua hatua haraka. Niseme kwamba ni mapinduzi makubwa sana. Serikali imeonyesha support kubwa sana kwetu, na hii ndio tunaita PPP, Private Public Partnership, ambayo imeonyeshwa kwa vitendo na serikali ya mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tumeendeleza PPP kwa vitendo, na leo hii tumeshuhudia mapinduzi makubwa katika wilaya yetu ya Kigamboni, ambapo tumeweza kuzindua rasmi huduma za CT scan ambazo katika wilaya hii ilikuwa bado hazijapatikana. Wagonjwa wetu tulikuwa tukiwarifaa katika wilaya nyingine kama Temeke na Ilala. Kwa hiyo sisi tumeweza kufundua CT scan ya kisasa ambayo ni mpya, ambayo ina slice 32 na tumechukua kwa gharama kubwa na ni brand new. Lakini pia tumeweza kuzindua huduma za dialysis au usafishaji damu kwa wagonjwa ambao figo zao hazifanyi kazi. Na kwa sababu hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la magonjwa ya figo ambayo yanatokana na mengi ya magonjwa yasiyoambukiza, hasa kisukari na shinikizo la damu ambayo vinasababisha magonjwa ya figo kutokea. Na hivi vyote vinasababishwa na mfumo wa maisha ambao umebadilika, ambao unaongeza magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa hiyo kuwepo kwa huduma hizi mbili za CT scan na dialysis kumeweza kusaidia sana wananchi wa Kigamboni na maeneo yanayozunguka na watu wote ambao wanapata rufaa kutoka duniani kote kuja katika hospitali yetu hii ili kupata huduma hizi. Na kizuri zaidi ni kwamba tumekuwa zote hizi huduma zimeunganishwa na network iliyopo ya usafiri. Kwa mfano tuna ambulance ambayo inasaidia kuchukua wagonjwa kutoka maeneo mbalimbali na kuwaleta hapa kwa ajili ya huduma za CT scan na dialysis, lakini pia na huduma za dharura na
wagonjwa mahututi ambazo zote Mheshimiwa Naibu Waziri ameweza kuziona na kuzishuhudia kwa jinsi zilivyo za kisasa na kwa kiwango cha juu. Kwa hiyo sisi kwa mikono miwili kama kamati yangu ya maendeleo ndio maana tumefika kwa ajili ya kumsupport, na sisi ni mabalozi wake wazuri sana katika huduma ambazo zinazotolewa, na tulifika hapa kama kamati ya maendeleo ya kata kufanya ziara na kuwaambia wananchi wetu juu ya huduma na ubora wa huduma ambazo zinatolewa katika hospitali yetu. Lakini lingine, mimi niwashukuru wafanyakazi, maana mimi pia ni mmoja wa wateja katika hospitali hii. Kwa kweli wamekuwa wakirimu, na kuna siku nitoe ushuhuda, mimi nilipata dharura ya mwenyekiti wangu wa mkoa wa wazazi mkoa wa Dar es Salaam. Ilikuwa kama saa 9 ya usiku. Nikamfuata nyumbani kwake 9:30 akafika hapa. Kwa hali aliyokuja nayo ndani ya masaa matatu, mwenyekiti akalikava na hakuamini huduma ambayo ameipata katika hospitali. Kwa hiyo kama alivyotoka kusema mkurugenzi, chachu ya huduma wanazotoa zinapendwa, na sisi Kigamboni tumebahatika, tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais. Tuna uwekezaji mkubwa wa viwanda mbalimbali na wageni wengi ambao wanakuja kwa ajili ya kuwekeza. Kwa hiyo naamini pia upanuzi wa huduma hospitali utaendana na kasi ambayo pia halmashauri ya wilaya yetu inakuwa kwa ajili ya maendeleo.